Napenda nikukaribishe tena katika nafasi ya kujifunza, na tunaendelea na masomo yetu ya Usio Malezi. Na siku ya leo natamani tuzungumze juu ya somo nalosema mtoto ni kama hazina iliyofichwa. Unajua, tunafahamu kwamba hazina ni kitu ambacho kimejificha. Mara nyingi hakionekani kikiwa wazi, ni kitu ambacho kiko ndani. Ukiangalia madini yale ya thamani huwa yamefichwa, yamejificha ardhini. Sasa watoto ni kama hazina fulani iliyojificha ambayo inahitaji mtu wa kutafuta ili aweze kujua kwamba nini kiko ndani yake. Mzazi na mlezi ni muhimu sana kujua somo hili, kwa sababu utagundua mambo mengi. Wakati mwingine tunaweza tukamuona mtoto katika mazingira ya kawaida na tukamchukulia alivyo, lakini kuna vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yake. Sasa kitu cha kuzingatia, namba moja, tafuta sana kitu kilichowekezwa ndani ya mtoto wako, kwa sababu mtoto anapozaliwa tayari ana mambo mengi, amebeba vitu vingi ndani yake. Sasa moja kati ya kazi kubwa ya mzazi mlezi ni kutafuta kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake ili tuweze kukifichua na kiweze kufanya kazi. Unajua, ili uweze kugundua vitu vilivyoko ndani ya mtoto, hebu pata mfano tu. Unakumbuka juu ya Daudi. Mzee Yese hakujua nguvu kubwa aliyokuwa nayo Daudi. Unakumbuka jinsi ambavyo Daudi alikwenda akakuta jeshi la wana wa Israeli wakiwa katika hali ngumu, lakini alifanya kitu cha tofauti sana, cha ajabu, ambacho kilishangaza kuanzia mfalme na Israeli, kwa sababu aliweza kumuua Goliati ambaye wengi na taifa lile lilishindwa kuona namna ya kufanya. Hata askari, hata mfalme mwenyewe Sauli alikuwa na wakati mgumu, lakini huyu mtoto ambaye alikuwa amebeba hazina ya maana sana na iliyojificha, tunaona alipopata nafasi, tuliona kitu cha ajabu sana. Sasa anaweza mtoto asifanye vizuri katika maeneo unayofikiria kwamba ndiyo yenye mafanikio. Unajua, moja ya changamoto ya wazazi, wanaamini juu ya vitu fulani au maeneo fulani kwamba hapo ndipo palipo na mafanikio katika maisha ya watoto wao. Na anaweza akachukua uzoefu wake kwamba nilifanikiwa kwa kupitia hapa na hapa, kuwa na kiwango fulani cha elimu au kuwa na namna fulani ya biashara na vitu kama hivyo. Lakini fahamu, iko namna ambayo Mungu anaweka kwa kila mtu kwa namna tofauti tofauti. Unaweza ukawa na watoto lakini wakafanya kitu cha tofauti na wewe na wakaendea mafanikio yao. Sasa wakati mwingine unaweza kutumia muda mwingi kutafuta mtoto kufanya kile unachokitaka wewe, lakini kumbe iko hazina nyingine ambayo Mungu ameiweka ndani yake, na wewe lazima uwe na nafasi ya kutafuta. Sasa unajua, tunapozungumza hivyo, maana yake ni kwamba lazima uhakikishe kwamba ukigundua mtoto anashindwa katika eneo fulani, hebu tafuta ni nini ambacho anakiweza. Unaweza ukatafuta ukiwa na muda wa kufikiri na kuwa naye, maana sasa hii ni hazina iliyojificha, na kuwa na muda wa kutafuta kwamba nini hasa ambacho kinaweza kuinua uwezo wake. Unakuta mara nyingi mtoto anaweza asifanye vizuri sana shuleni, lakini kuambie hakuna mtoto mjinga. Watoto wote wana uwezo hata wanapokuwa shuleni. Inategemea ni jinsi gani mzazi mlezi anaweza kuinua na kumsaidia yule mtoto aweze kufikia katika kiwango kile ambacho anatakiwa. Na mzazi, hebu muamini mtoto wako. Unajua, lazima umwamini mtoto na umuonyeshe kwamba yeye anaweza. Tunapoonyesha hali hiyo ya kuamini watoto wetu na kuwaonyesha kwamba wanaweza, tunafanya vile vitu vya ndani vitoke na vionekane, vile vitu vilivyojificha vitoke. Lakini mwisho, natamani nikuambie sana mzazi na mlezi, usimkatie mtoto wako tamaa. Hili jambo muhimu sana. Wako wazazi ambao unakuta watoto wamekuwa katika mazingira ambayo anafika mahali anasema sasa mimi hapa iwezekani, na anaamua kumtoa kabisa mtoto katika moyo wake na anamuondoa katika maisha yake. Sasa hakikisha hiyo nafasi usiruhusu katika maisha yako, hasa kwa watoto wako. Mtoto wako ni mtoto wako. Hakikisha weka juhudi zote, mfundishe, muonye, msaidie, muombee, mtie moyo, fanya kila kila unavyoweza ili kuhakikisha kwamba mtoto anabaki kwako. Na mtoto anapokuwa kwenye changamoto na mambo kadha wa kadha, au anapopitia katika hali ngumu, au anapokuwa katika hali ambayo mzazi hakufurahishi,
Unajua wakati mwingine unaweza kukuta mzazi anaweza kuamua kumfukuza mtoto nyumbani na kumtupilia mbali, na kweli mtoto anaweza kaondoka nyumbani, akaondoka kabisa, usimwone tena. Wakati mwingine ukawa na shauku ya yeye kurudi, lakini ulishamfuta na kumwondoa katika moyo wako. Mpe mtoto nafasi, hata kama kuna makosa yametokea, mpe nafasi ya kujirekebisha, kwa sababu wewe ndi mzazi, wewe ndiye mtu unayeweza kumlea, wewe ndiye mtu ambaye Mungu amekupatia ili uweze kumuinua mpaka afike mahali ambapo amekusudiwa na Mungu. Sasa usimkatie mtoto wako tamaa, hakikisha unaenda na mtoto wako, na Mungu anapoona hiyo bidii, kuna kitu ambacho Mungu atakifanya kwa mtoto wako, lakini pia atakusaidia mzazi. Kwa hiyo naomba tujitahidi sana katika eneo hili. Nashukuru na Mungu akubariki.